Katika kijiji kidogo cha Mwakirunge, kulikuwa na banda la kuku. Kila kuku alikuwa na kazi moja kuu, kutaga mayai kila siku. Lakini kati yao alikuwapo kuku mmoja tofauti kabisa. Kuku huyo aliitwa Mali. Manyoya yake yalikuwa mekundu, yenye kung'aa kama dhahabu, na kila alipopita, kuku wengine walimtazama kwa wivu na dharau. Lakini Mali alikuwa na siri moja. Hakuwahi kutaga yai hata moja. Wakulima walimuita mzigo. Kuku mzuri wa manyoya tu, lakini kazi bure, waliongea wenye banda. Siku moja, ugonjwa wa ajabu ulizuka kijijini. Kuku wote waliotaga walipoteza nguvu. Mayai yao yakawa hayafai kwa chakula wala kuanguliwa. Mali peke yake alibaki na nguvu. Lakini kwa mara ya kwanza, Saad alihisi huzuni moyoni. Usiku mmoja, chini ya mwangaza wa mwezi, Mali alilia kwa sauti ya moyo. Nataka kutaga, tafadhali, hata mara moja tu. Alfajiri ilipofika, kulisikika kikiriki kikali tofauti kabisa. Mali alikuwa ametaga yai moja, lakini si yai la kawaida. Yai hilo lilikuwa yai la dhahabu, linalong'aa na kuleta uponyaji kwa vijiji vyote. Tangu siku hiyo, Mali alitajwa kama Mali wa maisha. Kila mwaka, siku ya kutaga kwa Mali huadhimishwa kama siku ya kipekee. Mafundisho: usimdharau mtu kwa sababu haendani na matarajio yako. Kila mmoja ana wakati wake wa kung'aa kama yai la dhahabu lililozaliwa kwa machozi ya usiku.